Bisha kwenye kitongoji cha Siwandeti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa niaba ya wananchi wa kitongoji cha Siwandeti, nipende kutoa shukrani nyingi sana kwa mheshimiwa mbunge wetu kwa ajili ya mradi huu mkubwa ambayo tumepata. Ni mradi ambayo kwa kweli hatukutazamia, lakini leo tunashuhudia mradi huu ambao tumeletewa na mbunge kwa ahadi ambazo alikuwa amezitoa wakati wa kampeni. Alituahidi kwamba Siwandeti tutapata maji, lakini leo tunashukuru kwa sababu tumeona. Wanasema nyota njema huonekana asubuhi. Leo tumeona nyota njema Siwandeti. Siwandeti imekuwa ni mateso makubwa ya maji miaka yote, hawajawahi kutulia na maji, lakini leo tunashukuru kwa sababu kwa mradi huu naamini kabisa kwamba Siwandeti kama hatujamaliza shida ya maji, lakini tutakuwa tumepunguza kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, nichukue nafasi hii kukushukuru sana kwa niaba ya wananchi wa kitongoji cha Siwandeti. Nikushukuru sana, karibu sana kwenye kitongoji cha Siwandeti. Ni mara ya kwanza kabisa kumuona mbunge kwenye kitongoji chetu. Huwa akijaga anaishia kata, lakini leo amekuja kwenye kitongoji. Kwa hiyo nikushukuru sana mheshimiwa mbunge kwa nafasi hii, kwa heshima hii kubwa ambayo umetupa. Asanteni sana, karibuni kwenye kitongoji cha Siwandeti. Na mimi sina maneno mengi zaidi ya kushukuru sana Mwenyezi Mungu, ni mwingi wa rehema ambaye ametukutanisha siku ya leo, ikiwa ni siku ya kwanza ya mheshimiwa mbunge wetu kuwepo katika eneo hili au kata ya Kiranyi. Tunakushukuru sana mheshimiwa mbunge, kama alivyosema mwenzangu kwamba nyota njema huonekana asubuhi. Hakika imeanza kuonekana kwetu. Tunakushukuru sana, tunakutakia kila laheri katika majukumu yako. Ni mazito, ni magumu, lakini tuna uhakika kwamba Mwenyezi Mungu atakutangulia. Leo ilikuwa ni njema wewe kugombea nafasi hii. Tumeteseka sana hii kata ya Kiranyi, kama ambavyo mlikuwa mnajua jinsi ilivyokuwa. Hatukuwa na diwani, hakuwa naonekana watu wengine ambao wanastahili kuonekana. Sasa kwa sababu kweli nia na dhamira yako ilikuwa ni njema, ndio maana umeonekana mheshimiwa mbunge. Na kwa namna hiyo inatupa matumaini na kwamba tunaendelea kukuenzi na kukuombea Mwenyezi Mungu endelee kusonga. Niwashukuru pia na viongozi wenzangu. Nawashukuru madiwani wetu, ni wapya pia, lakini inaonekana sio wapya kazini, na imani kabisa kwamba watasonga mbele pamoja na wewe. Unapotoa mguu na wao wataweka mguu hapo, kuhakikisha kwamba wananchi wetu watapata maendeleo, na ndio lengo. Mimi sitaki tena kuachosha zaidi, ila naomba tu mheshimiwa mbunge nigusie sehemu kidogo. Nimesikia mtaalamu ambaye alikuwa anazungumzia juu ya mradi, ametaja vitongoji vichache, lakini kwenye kitongoji cha Kiranyi sijasikia. Sasa sinapata mashaka kwamba kwa nini sijasikia kitongoji cha Kiranyi. Tuna matatizo ya maji chungu nzima mheshimiwa mbunge. Sasa hivi maji yaliyoko hapo kitongoji cha Kiranyi ni kugawa kwa location. Mara nyingine nafika zamu yako hupati maji, na unajua maji ni uhai. Kwa hiyo natamani kujua kwamba kwenye utaratibu huu mheshimiwa mbunge, pamoja na kuwa tunakuamini kata ni yako, vitongoji vyote ni vya kwako, lakini tusiposikia kwenye maelezo ya wanaoendesha mradi, nikapata mashaka kwamba kitongoji cha Kiranyi itakuwa imeachwa. Kwa hiyo ni vema nikasikia kwa kauli yake kwamba kitongoji cha Kiranyi ni miongoni mwa vitongoji ambayo katika huduma zote zitakazoendelea kupata maji, kitongoji cha Kiranyi itakuwa mojawapo. Baada ya kusema hayo, Mungu awabariki sana na nashukuru sana kwa ujio wako. Mungu akutangulie. Naitwa Julius Lesnet Lalaito, mwenyekiti wa kitongoji cha Kiranyi. Mheshimiwa mbunge, na mimi kama diwani wa kata ya Kiranyi niendelee kukaribisha sana kwenye kata ya Kiranyi. Kwa kweli ni kata ambayo kwa kweli unaipenda na changamoto zake unazijua. Nimekuwa nikiwasiliana na wewe kila wakati kukumbusha baadhi ya mambo kwa ajili ya changamoto ambazo sisi tunazijua, kwa sababu tumezaliwa hapa na changamoto za wananchi wetu tunazijua. Lakini kwa kweli niseme tu kwamba mbunge wetu ni chaguo la Mungu, kwa sababu matendo haya yanayoonekana sasa ambaye anayafanya kwa ajili ya wananchi wa kata Kiranyi, lakini katika jimbo zima la Arusha Magharibi yanaonekana kwa vitendo na wala sio maneno. Mheshimiwa mbunge, ulivyoongea na mimi juzi
kwa kweli, kwa sababu na mimi ni mtu ambaye huwa nasukumwa sana na habari ya maendeleo bila kuwa ni mtu wa stori nyingi. Nadhani mimi na wewe tunaendana kwa habari ya maendeleo, kwa kuwa na mimi ni mtu ambaye ni mtu mpenda maendeleo. Si maendeleo yangu binafsi, lakini maendeleo ya watu. Na kwa kweli tunafanya kazi, changamoto tunazo nyingi. Tuna changamoto mheshimiwa mbunge ya kivuko kilichoko pale chini, ambayo pia ni cha muhimu kwenye kata yetu. Lakini nilifurahishwa zaidi sana siku ile mheshimiwa mbunge ulivyozungumza pale waziri mkuu, kwenye mkutano wa waziri mkuu ambao tulikuwepo, na kuweza kutuwakilisha vyema sana sisi madiwani na wananchi wote kwa ujumla, na hatimaye leo tumeona matokeo ya kile ambacho kiliahidiwa na serikali kwamba matendo sasa yanafanyika. Mheshimiwa, najua sana moyo wako, mimi kwa kuangalia sijaanza kujua leo pia mheshimiwa, ni muda mrefu hata kabla hujawa mbunge. Kwa hiyo tuendelee tu kushirikiana mheshimiwa mbunge, wala usichoke. Kama una jambo lolote mheshimiwa, tuulize tu na mimi nitafanya tu immediately, moja kwa moja bila kupoteza muda. Lakini hususan katika dira kubwa tu sisi kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya kiongozi wetu mkuu wa nchi ambaye ni rais wetu Samia Suluhu Hassan, tunaona matokeo sasa kwamba kata yetu ilikuwa imeachwa zaidi ya miaka 15 hatuna maendeleo. Lakini kwa kuwa sasa mabadiliko yamekuja, naamini sasa tunakwenda. Wananchi wangu kwa kweli wa kata ya Kiranyi na kata zingine za ujumla, kwa sababu tunafanya kazi kwa ushirikiano, hatuna ubinafsi. Sisi ni watu ambao tunafanya kwa ushirikiano. Sisi tuendelee kushirikiana, viongozi kama alivyozungumza diwani wa kata Olorian. Ushirikiano kwa heshimiwa madiwani ni muhimu. Diwani hawezi kufanya jambo lolote bila ushirikiano kuanzia viongozi wote. Tunaomba tunapokubaliana jambo msituangushe katika hali yote, kwa sababu hapa sasa itakuwa hatuendi vizuri wote. Kuna jambo lilitokea, lakini sitaki tuzungumze hapa, lakini naomba tu tujue kwamba sasa hivi kwenye hiki kipindi ambacho sisi tuko kwenye uongozi, sisi sio watu wa maneno, ni watu wa kazi. Sisi ni watu wa kazi na tupige kazi. Wale wa story na mambo mengine si yatoke ya jua. Sisi tunapokea simu nyingi sana za wananchi katika changamoto mbalimbali, na tunazitatua bila hata kupoteza muda, na tukipatia ufumbuzi, ikishindikana pia tunapeleka kwenye kazi zingine husika kwa utatuzi zaidi. Lakini kwa nafasi hii ambayo nilionayo mimi kama diwani, kwa kweli tushirikiane na tupendane tu bila kuna msemo mmoja ambao unatumika na kiongozi wetu, tunasema tupendane bila sababu. Lakini mnapotangaziwa jambo lolote kwamba anakuja kiongozi mkubwa, kiongozi wote, mjitokeze. Mimi nawaambia kabisa hapa ni lazima niwaeleze, kwa sababu mimi sitaki mimi leo nifanye jambo ambalo mbunge anaona pengine kwamba mimi sijafanya kazi kama diwani wakati nimefanya, lakini nimwangushe mbunge au kiongozi wote mwingine anayekuja kwenye kata yetu. Nitambue pia mwenyekiti wangu wa halmashauri, ndugu yangu Baraka, ni kiongozi wetu mzuri sana, ambaye kwa kweli kama mwenyekiti wa halmashauri ambaye pia ndiye anayesimamia anatusimamia si madiwani katika kata zetu, ni kiongozi ambaye tumempata, kiongozi sahihi kabisa ambaye ataweza kutusaidia. Ni mtu mpenda maendeleo, sio mtu wa majungu, sio mtu wa mambo ambaye hayatusaidii katika maisha, hasa katika machangamoto walizonazo wananchi. Kwa kweli tukishirikiana wote pamoja, tutaweza kusonga na kufika pale ambapo tunapatarajia. Hatuwezi kumaliza changamoto zetu, lakini tutakwenda step by step, mwisho wa siku tutafika nchi ya Kanani ambayo tunaitarajia. Asante sana mheshimiwa mbunge, karibu sana. Nisema mimi nitoe salamu hizo na kushukuru sana.